Sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili sasa. Maana hili lazima tulimalize vizuri. Mwisho wa dunia imeelezwa vipi? Inafundishwa vipi? Je, kuna mantiki yoyote ndani ya mafundisho hayo ambayo tumegundua yametokana na Biblia ambayo ina mapungufu, ambayo imeshatudanganya vitu vya muhimu kabisa? Ukweli wake ni nini? Atarudi mara ya pili. Ukweli unaanzia hapo. Ahadi hiyo, atarudi mara ya pili. Nani ameelezea atarudije? Katika namna ya uwazi kabisa. Kama mambo yote fundisho lake la mwanzo lilikuwa la kiroho, anarudi vipi sasa? Na kuja kama mwizi ambako mmeshindwa kutafsiri nyinyi, kuna kujaje? Atarudi mara ya pili kwa utukufu mkuu, kwa sababu atakuja kiroho, na hayo mambo unayozungumza yashafanyika. Kama nyinyi mnaangalia dalili zingine ambazo zitasababisha nyinyi muone kwamba mnangojea tarumbeta au kunyakuliwa, hamna kitu cha kinachoitwa kunyakuliwa katika maelezo hayo ya mafundisho ya namna yenu. Kunyakuliwa kunakozungumzwa hapa ni kujitambua. Yule anayejitambua ndo ameshanyakuliwa, kwa sababu anayejitambua kwamba mimi na nguvu ya uungu ndani yangu, na mimi na muunganiko na nafsi kuu, mbingu kuu, Mungu wa kweli, huyo ndo anakuwa ameshanyakuliwa, na Kristo anakuwa amesharudi mara ya pili. Na huko vile vile ndo kuzaliwa mara ya pili. Sio unazaliwa katika mwili, unazaliwa katika roho, kwa sababu kilichozaliwa katika roho ni roho, na kama ni roho ni kitakatifu, na kama ni kitakatifu kimevaa lile vazi rasmi la kuingia kwenye harusi, kwenye sherehe ya harusi. Hayo nimeyapiganisha mambo matatu kwa manne pamoja, na mnayajua yote, yako katika vitabu tofauti tofauti, lakini kuna matatu kwa manne hapo nimeeleza hapo. Vazi, kuzaliwa mara ya pili, kurudi mara ya pili. Lingine ni wale tu watakaokuwa kama hawa watoto ndio watakaoingia ufalme wa Mungu. Ukiwa mtoto, ina maana wewe hujui kitu kingine cha makelele ya nje. Siwe mtoto bwana. Hayajakolea vizuri haya makelele ya watu wazima yakakufanya wewe kuharibu misimamo yako. Na ndio maana ukijizuia kwenye haya makelele unageuka kama mtoto fulani hivi, kwa sababu unaelekeza wewe ndani tu. Unachokijua wewe ni kule ndani ulikotoka. Haya makelele mengine huyajui. Wewe ni mtoto, kuzungumza kwenyewe uwezi. Wengine ni wanaongea lakini hawaongei vizuri. Ukimwambia adadafue jambo hawezi, alitafakari jambo au alipambanue hawezi. Kwa hiyo huyu ni sawasawa na kikombe ambacho hakina kitu. Ina maana kina nafasi ya kuweza kumimina, kama ni chai, kama ni maziwa, yakaingia mle. Lakini mtu mzima ni sawasawa na kikombe ambacho tayari kimejaa. Sasa ukisema unataka kujaza kitu mle ndani, inayotokea si kikombe sitafurika, itamwagika. Tayari kulikuwa na chai bwana, tayari kulikuwa na maziwa mle. Sasa wewe unaongeza maziwa mengine na kichenye kimejaa, lazima kitamwagika, kitamwaga tu. Haya ndio yanayotokea sasa hivi. Watu mmetutika kichwani mafundisho ya uongo. Kwa hiyo ikija mafundisho ya ukweli hayana nafasi. Ndio kinachoendelea. Kwa hiyo huo ndo mwisho wa dunia. Nyinyi mmekwama, kwa sababu bado nyinyi
mmeyakumbatia mafundisho ya uongo, na uongo lazima ufike mwisho wake, na uongo lazima udhihirishwe na mwanga, au kwa maelezo hayo yaliyo kwenye Biblia, lazima udhihirishwe na watoto wa mwanga waliofanyika watoto. Kwa sababu unafanyikaje wa mtoto kwenye uzao wa mamba? Huwezi. Uzao wa mamba lazima uwe na mtoto ambaye ni mamba mtoto. Sasa utakuwaje wewe binadamu ukawa na uzao wa mamba ukajiita mimi mtoto wa mamba? Haiwezekani. Kwa hiyo ni sawasawa na hivyo kwamba watoto wa mwanga hawawezi vile vile wakajiita ni watoto wa uongo, wa baba wa uongo. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima uchague mojawapo, na kuchagua mojawapo lazima umwage kwanza ile yote kwenye kikombe. Kikombe kiwe kitupu ili uweze kuingiziwa habari njema mpya. Kwa hiyo alihimiza kwamba nyinyi hata mkisikia zile dalili, siko kwenye Mathayo 24 jamani, mstari wa kwanza wa kuendelea huko, imekwenda mbali mpaka nafikiri kwenye 15 sio huko, ina maelezo marefu hivi. Wanafunzi wake walimuuliza, siko pale? Hata mkisikia nyinyi endeleeni tu kueleza ukweli. Injili tafsiri yake nyinyi mlikuwa hamjijui sawa sawa. Injili tafsiri yake ni ukweli, kwa sababu yeye mwenyewe ni kweli, si ndio? Kama ulikuwa unafikiri kuna namna nyingine ya kueleza hilo jambo. Kwa hiyo mwisho wa dunia ya maluelue ndio huu unaoishia, na dunia mpya ndio hii inayoingia na ukweli. Kwa hivyo vinapishana. Mwongo anatokomea kwa sababu giza lazima litokomee mwanga ukija. Watoto wa mwanga wanalitokomeza sasa giza. Tafsiri yake ni kwamba wale wote wanaoeleza ukweli na kusimama na kusema ukweli kwamba wewe ni giza, bila kupepesa macho, wewe ni giza, wale sasa ndio watoto wa mwanga. Kwa sababu kama wewe ni mtoto wa uongo, lazima utatetea huo uongo. Kwa hiyo lazima utatetea kitabu hicho kinachosema uongo. Kwa hiyo lazima utaitetea hiyo dini yenye kuongozwa na kitabu kinachosema uongo. Imekaa namna hiyo. Kwa hiyo tusifike mahali tukachepusha mambo, kwa sababu muda unaeleza wazi, kama nilivyosema, na Bob Marley akasema vile vile hili jambo, time will tell. Muda utakuja ueleze. Kadiri muda unavyokwenda ndio kadiri mambo yanavyofunuliwa wazi, na chochote ambacho kilikuwa kimefichwa chini ya meza chote kinawekwa juu ya meza. Vyote vitakuwa wazi. Hakuna mtu ambaye ataleta ujanja mbele ya mwanga. Mwanga umeingia, kwa hiyo giza lazima litokomee. Huo ndio mwisho wa giza. Kwa hiyo ndio mwisho wa dunia ile yenye giza. Hakuna namna nyingine. Na baada ya hapo kitu gani kinaendelea? Katika Biblia hiyo hakuna mahali kumeahidi kwamba kutakuwa na miaka 1000 ya kutawala na Kristo. Si kimesema? Sasa wakati wengine ni upi? Si ndio tumeanza? Tumeanza. Sisi wenzenu siku nyingi tumekuwa tukiabudu katika roho na kweli. Tukaitizama hiyo Biblia tukaona wazi hila zote. Hapa walipindisha, hapa walipindisha, hapa. Hakuna mtu ameweka maki kwenye ile, lakini yale macho ya kutoka rohoni yakitizama yanaona wazi. Kwa hiyo tusifike mahali mkafikiri watu hapa tunabahatisha.
Time will tell. Muda utaeleza. Ndio mtakapoelewa haya ninayozungumza yamenyoka. Yamenyoka kweli kweli. Kwa hiyo anza kufunga virago huko kwenye majengo. Usiende kanisani au usiende katika jengo lolote mtu akakwambia anakumiliki, we ni muumini wangu. Hakuna kumilikiwa hapa. Kila mmoja ana hekalu yake ndani yake. Huo mwili ndio hekalu lenyewe, lakini kiuhakika hekalu liko hapa. Linapata komandi kutoka hapa. Maelekezo yote yanatoka kwenye akili ya moyo. Nilishaelezea hili jambo. Sasa kama hilo siwezi kulirudia, nenda kwenye video za nyuma utaikuta huko. Lakini hiyo ndio hekalu lenyewe. Anakokaa yeye, nafsi kuu, ambako nafsi zetu zimeunganika huko. Huku zinaonekana kama ziko kivyake vyake, lakini bado sisi ni wamoja katika nafsi. Sasa na wewe ondoka huko. Sasa bado hujakosea. Kilichokusababisha uonekane kama bado uko kwenye njia nyingine ni kwa sababu bado mwanga ulikuwa hujajua ukweli, na ukweli time yake lazima ifike, na nyakati zenye za kufika ukweli wenyewe ndio sasa. Kwa hiyo anza kuamka na kujikumbuka, kwa sababu hili swala sio la kufundishana, ni swala la kukumbushana, kwa sababu kila mmoja wetu amekuja hapa kwa makusudio maalum, na chaguo hilo alichagua mwenyewe. Alipendekeza kwamba mimi nataka nikauvae mwili. Nishaeleza sana huko nyuma, lakini nitarudia tena. Nataka niende pale nikazibe mapengo pale. Kuna uongo mwingi sana unaendelea. Kwa hiyo nafikiri wakati tunazaliwa sisi, si juzi tu Biblia imefanyiwa mazingaombwe hayo ya kuwekwa vitu vya hovyo hovyo karne ya 3 kwa ya 4 huko. Sasa mimi nilizaliwa mwaka 1900, si juzi tu. Kwa hiyo ina maana kwa muda wote ule mimi nilikuwa najipanga, inawezekana nishawahi kurudi mara kwa mara. Nikikumbuka vizuri naweza kukumbuka kwamba nishakuja, hii ni mara ya 70 kuja duniani, kuja kufanya kazi ile, kunyosha. Ngoja nikapumzike afu nitarudi. Nitapumzika nikarudi. Sasa tusifike mahali tukachukulia poa. Usichukulie poa mambo ya kiroho hata mara moja. Achana kwenda kanisani. Achana kwenda mahali popote ambapo wanasema hapa ndio Mungu alipo, hapa ndio patapotakiwa kuabudu. Hivyo ni vyanzo tu vya mapato. Hivyo ni sehemu za kuwatawala watu. Hizo ni sehemu za kuwalebulebu watu ili wasahau wao ni nani. Huko ndio kuwakwepesha kwenye kuabudu uabuduji wa kweli ambao ni wa katika roho na kweli. Kwa hiyo nafikiri mmeshanielewa. Mwisho wa dunia, kuzaliwa upya, kuja mara ya pili, na hiyo ya kuabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tufike mahali kila mmoja aanze kufanya utafiti wa kujua, je, huko kwenye mtandao kunaeleza habari ya Waisraeli ni Waafrika? Je, huko kwenye mtandao wanaeleza kwamba Waafrika ndio taifa teule? Ukishayapata utanielewa na utaendelea kunifuatilia. Asanteni sana kwa kunisikiliza.